Ndugu mtazamaji, mtangazaji wako Emeka Supenda Cheko na watu chagola wengi, tuko ndani ya Kibank TV online na leo na kipindi chetu kipendelevu cha ubunge na maendeleo. Tumetembelea hapa mkurugenzi mheshimiwa ambaye pia ni kati ya wagombea waliogombea. Wenda kabla ya yote yakitambulisha kwa jina. Karibu mzee. Mtu nani? Ndio, asante bwana muhariri. Kwa majina naitwa Nigabo Cherubala Pascal, coordonnateur ya chama kisiasa APOSEM, Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable. Ni chama muungano ya wakaaji wanyonge, wafanyakazi ndogo ndogo kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu. Ni chama cha Abdo Etina Bekila Epan, Olivier Mudekereza na Megabe kama vile president national wa kwetu. Pia ba membre cofondateur Kasha Albert Murula Foka Mike, Matabar Cesar, president interfederal wa Sud Kivu, tunazoea kumuita pia coach. Kama unavyomsikia alivyojitambulisha ndugu mtazamaji, na tuko naye kwa ajili ya kujua moja mbili tatu masuala tutakayokuwa tunamuuliza mbele ya kamera, na jinsi unazidi kufuatilia vipindi vyetu utakuwa na mengi ya kujua kutokana na yale ambayo msukuma zaidi ili afikie hatua ya kugombea. Ningetaka nijue moja mbili tatu kutoka kwako ndugu mheshimiwa, umegombea upande gani, provincial au national? Mimi nimegombea kama vile candidat député provincial circonscription électorale ya Fizi. Ni candidat député provincial. Na leo tuko hapa kwa ajili ya kujua moja mbili tatu mbele ya kamera, mbele ya raia wanaozidi kutazama au jamii mzima inayotuzunguka inazidi kutusikiliza kwa saa kama na hii. Ni kipi ambacho unaweza kuambia watu umetaka kugombea kwa nini na kwa nini ulipenda sana hicho chama cha APOSEM? Kipi kilichokuvutia zaidi mpaka ufikia hatua kujisikia kugombea, na unafikiria kufanyia wananchi nini ama raia wa tarafa la Fizi kitu gani zaidi? Mhariri, kama tuligombea ni kwa ajili pia ya kusindikiza miradi ambayo wagombea wa mbele walizoanzisha. Kama vile we mwenyewe ulisikia tulikuwa na president honoraire Joseph Kabila Kabange, kwa kumupendeza tuliita JKK. Alipana muradi ambayo inaitwa 5 chantier. 5 chantier ilikuwa ni kumafaa ya wananchi. Mara tena kwa leo tuna rais mheshimiwa excellence Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, naye anatuambia le peuple d'abord. Pamoja na yale tunasema kwamba kuna mipango zote zilizokamatiwa, na mpango huyo mara tena tuliona yale yote ilikuwa ni faida kwa ajili ya raia. Tulipotazama namna gani raia ya Sud Kivu wanahangaika sana kupitia mambo ya usafirishaji, maana yake barabara. Tuliangalia katika province ya Sud Kivu tuko na route nationale numero 5, route nationale numero 3 na route nationale numero 2. Lakini hizi barabara zote haziunganishwe zaidi na province kwa sababu zimeharibika. Na ilikuwa sababu tulipenda tukumbushe wakongomani, tunapenda tukumbushe wafanya siasa ya Sud Kivu, tunapenda tukumbushe ba notable yote, yapenda tukumbushe pia viongozi wa inchi kwamba inawezekana barabara zote za Sud Kivu zinaweza kuwa na barabara ya goudron kama volonte inaonekana. Tulipana mfano, tukipata kiango ya pesa 1,423,000 dollars et 1,423 millions de dollars, barabara za Sud Kivu zote zinaezi jengwa, na ikipendeza tunaweza yako imprévu ya 1 milliard. Donc tukipata kiango kia pesa 2,423 millions de dollars, barabara za Sud Kivu zote zinaweza ingiamo goudron na wananchi watatembea vizuri. Mhariri, tukikamata route nationale numero 2 Bukavu
Bukavu Mwenga, pale tunajenga territoire ya Kabare. Kutokea pale Chiriri Chidaho, pale tunajenga territoire ya Kabare. Tukatoka mara tena Mugogo, Kashanja, Burale, Rubimbi, tunajenga pia territoire ya Walungu. Tukatoka mara tena Kirungudwe, Mwenga, Kamituga, Lugushwa, Kitumba, Kalole, tunajenga pia territoire ya Mwenga. Et donc pale tunaenda pata 375 km tunganisha na province ya Maniema mu territoire ya Salamabila. Hii barabara inapaswa kuwa mara tena na bifurcation. Bifurcation inaanza Burale Shabunda, pale tunaona mara tena Nzibira, Maimingi, tunajenga tena Walungu. Pia tunaanza tena Kimbili, Impwe, Kigulube, Langa, Kachungu, Lugungu, Matili, Mungembe, Lubila. Hapa mara tena tunakuwa kumupaka na province ya Maniema, mu territoire ya hapa tunakuwa mu territoire ya Kalima. Bo kisha hapo mara tena tunaenda pata kilometre pale, ni kusema ile barabara ya route nationale numero 2 tunajenga pale hizi territoire zetu ine: territoire ya Kabare, territoire ya Walungu, territoire ya Mwenga na territoire ya Shabunda, na kumupaka na Maniema ku province jirani. Sisi wale mara tena tunakamata route nationale numero 3. Route nationale numero 3 tunaona Bukavu, Kabare, Kavumo, Kalehe hadi Minovu, mpaka pia na province ya Nord Kivu. Tunaenda kuta hapo tuko na 75 km. Tunakamata bifurcation mara tena tunakamata Miti, Kivanga, Bulambika, Bunyakiri mpaka Hombo. Kuko Hombo Nord e Hombo Sud. Hombo Nord ndio inakuwa mara tena Nord Kivu, na Hombo Sud inakuwa mara tena Sud Kivu. Hapa nako tunapata 4 km. Muruta nationale numero 3 numero 5 tunajenga mara tena Bukavu mpaka Fizi. Pia tunaona Bukavu Nyantende, Mumosho, tunajenga territoire ya Kabare. Nyangezi, Businga, Kamanyola, tunajenga pia territoire ya Walungu. Tunavuka tena Ruvunge, Sangi, Kiliba, Uvira, tunajenga tena territoire ya Uvira. Makobola, Mboko, Baraka, Lulimba. Pale mara tena tunapata 345 km. Mais tulishajenga mara tena zile territoire zote gisi ziko mara tena ni territoire ine. Tunajenga tena territoire ya Fizi, tunajenga territoire ya Uvira, territoire ya Walungu na territoire pia ya Kabare. Pamoja na hiyo, mwa barabara tena kunaenda onekana bifurcation. Tunatoka tena Lulimba, Mahembe, Katanga, kia pia mpaka tena tunaingia tena wapi? Kilemu. Hapa tena tunaenda kukutana tena territoire ya Kabambari. Hapa nako tunapata 120 km. Pamoja na hizi makilometre zichanga, hizi makilometre zote pamoja, tunaenda fikia 1079 km. Mwa hii 1079 km tunaenda zichanga zote pamoja tunapata 1423 km. Tunapata 1423 km. Na tunajua kama 1 km ya goudron inakuwaka $1 million. 1 km ya goudron inakuwaka $1 million.
Et c'est pourquoi tunakamata mara tena 423 kilomètres, tunaenda ievaluer, tunapata 1 milliard 423 millions de dollars. 1 milliard 423 millions de dollars. Na tunapata ile yetulisema ya imprévu ya 1 milliard. Pamoja na haya, barabara zote za Sud Kivu zitajikomunike na province, gisi territoire zote ziko 8. Wenda bandugeto ya kuenda Iju nabo batakuwa nakamata boti wala wanakamata bato bila hata shida yoyote. Na hizi barabara wakati zinajengwa itatosha haya sana. Hii mazarau yote banatuzarau nayo itaisha. Sababu gani? Gari inatoka Kenya Nairobi, inashuka Tanzania Dar es Salaam, Burundi Bujumbura, gari ikafika Uvira ndio itazama wale na kanyaga matope. Sababu bandugu yetu, bajirani yetu balishaka maliza hivi. Hata gari inaweza toka Kigali inapita Rwanda yote, Kamembe, Ruzizi Premier na Ruzizi de Bukavu, ndio gari itaenda pata matope wala vumbi. Pamoja na yale, tunaomba wafanyasiasa wa Kongo, tunaomba wa notable ya Sud Kivu, wafanyasiasa ya Sud Kivu, tunalomba gouvernement provincial yetu waangalie namna gani hii pesa inaweza tafutikana namna gani. Kama inaweza wezekana, government inaweza fanya hata mkopo ku bank centrale, ku banque mondiale, kusudi ya hizi pesa 2 milliards 423 millions de dollars ili barabara zetu zipate kuwa barabara nzuri. Faida ya hizi barabara ni gani? Kama unaweza niruhusu bwana mhariri. Acha kwanza, kabla ya kwenda huko, umeeleza kirefu zaidi na unazidi kusikiliza. Wenda ungekuwa na swali, watazamaji watakuwa na swali kujiuliza, kwa nini mbunge mgombea ambaye amegombea kwa ajili ya kuhitaji kubadilisha hali halisi ambayo utangulia hajafanya chochote na hawakuonesha mabadiliko na maono makubwa ya kubadili province ya Sud Kivu na kutia koalisio mabarabara tofauti ili zipate kukutana, ili business, mzunguko wa biashara huwe kabisa kwa hali na amani pasipo kwa usumbufu. Nitakuuliza swali. Unaona ulotangulia unazungumza kwamba kuna kazi za mbunge, na kwanza atetee mahali ambako wanakoishi, kule ambako walikomchagua. Angalia hali halisi kwanza ya maisha ilivyo, kupunganisha ule adui maskini ili ukomesha umaskini uishi. Kucreate baadhi ya miradi ambayo inaweza kusababisha kila mwananchi ajikuta amejitegemea kwa kujipa ajira na kujiajiri. Na tatu, kupeleka malalamiko kama unavyozungumza. Maana ukisema kuhusu barabara, mbunge nisikia kwamba hausiki kutengeneza barabara, bali anapashwa kupeleka malalamiko serikalini, na hiyo ni hali halisi ya kutumika wakati unapojikuta kwa umechaguliwa, umeenda kwa Assemblée Générale, kule unaanza kuzungumza sasa, unaanza kutoa malalamiko, kwetu barabara hivi na hivi, inatakiwa ifanyike hiki na kile ili vitu vikuwe sawa. Maana serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia, sikiliza hayo na uweze kakanusha moja baada ya mwingine, sio kwa asilimia ndogo, inaweza kuwa kwa asilimia kubwa zaidi, waone kama kuliko mpambanaji. Hebu naomba uniambie, kama wanavyozidi kufuatilia kwenye kipindi chetu hiki cha wabunge wagombea wa tarafa la Fizi, umezungumza territory zingine ambao kule nao kuna gombea wanapashwa wazungumzie kuhusu swala kutetea nafasi halisi. Fizi umezungumzia kwa uchache zaidi. Sasa wale wanaokutazama utawaambia nini kwanza, kwa sababu umegombea kwa circonscription ya Fizi? Kipi ambacho unakifikiria kuhusu watoto wa Fizi kwanza, ili wapate kupata faida fulani kile tukiandaa upande wao? Mhariri, kama nimezungumuza juu ya territoire zote 8 za Sud Kivu, mimi ni mbunge ambaye ndachaguliwa katika territoire ya Fizi, msirconscription electorale ya Fizi. Lakini nikapata ile bahati, raia ikanipa ile confiance, ndakuwa mbunge wa province yote. Na ndio sababu tuliona kwanza kila mwananchi hapa Fizi anafanya kazi zake ndogo ndogo, lakini maisha iko inazorota sababu ya ukosefu wa barabara. Mfano, mwaka iliyopita
tulipoteza biashara mingi kwenye ziwa Tanganyika. Kwa barabara gari zilizama, watu walizama, biashara ilizama, na ile ilipelekea uchumi wa Fizi kushuka. Donc nikupende kusema kwamba katika ukosefu wa barabara wakati ya Luhanga, territoire ya Fizi ilipoteza chiffre d'affaires yenye ilikuwa kubaraia wafanyabiashara 65,600,000 dollars. Pale kulizama gari karibuni bebeni 16, na kila gari ilikuwa inabeba 20 tonnes. Tulimajore 1 tonne 1 kilo ya marchandise pour 20 dollars. 320 tonnes fois 20 dollars tukapata 64 millions 600,000 ya zile gari 16, tukapoteza 65,600,000 dollars. Ujiulize wewe mwenyewe, duka ngapi zilifunga, watu ngapi wenye maekipaji za gari walikosa makazi, na tukapoteza watu. Lakini kitu naona kia muhimu katika territoire ya Fizi, tunaeziomba wakaaji wajitupe kwanza katika mulimo, kwa sababu mulimo inasaidia zaidi kuliko makazi zingine zote, na udongo ingali udongo yenye na rutuba inatoa. Cha pili, kiendezi ambia wakaaji wa Fizi ipatie kwanza ile confiance, kwa sababu najua wabunge waliotutarajia wana malalamiko walifikisha, na sisi kuna malalamiko zingine tutafikisha zaidi, kwa sababu tunajua nguvu hiyo tunayo na uwezo hiyo tunayo, na kama itawezekana tunaweza rudi mara tena tunaambia wakaaji wa Fizi mu vacances parlementaire, ona ile malalamiko mlituambia tufikishe ku serikali kubwa. Hii baliitika na hii bado hawayaitika, ni kwamba kyote ambacho watakapotutuma tutakifanya. Sawa, nasi wanazidi kusikiliza raia wa tarafa la Fizi na wanahitaji kufaidi mengi kutokana na kipindi hichi ambacho ni mbunge na wagombea. Basi nilikuwa na swali moja nitaka nikuulize. Walio wengi wanakuja na maneno ya kuzungumza, tutafanya, tutatetea, ya tutapiganisha ili mradi maendeleo ionekane zidi ya raia wa tarafa la Fizi. Na wanapopewa hiyo chance ya kwenda kufanya kazi, wanavuna pesa kwa faida yao binafsi, wanavuna pesa kwa maslahi yao binafsi, na wanawaza jinsi gani kuimudu familia zao na kuzitoa ndani ya nchi kupeleka nje ya nchi. Wanasahau kama walipelekwa ubungeni ili waende watetee raia, ila wanakuwa wanaangalia kuwa raia hawako kitu tena, na wala ambao kwa kama rafiki wa karibu mnakuwa mnachukua simu zao mnazima, wengine mnapotezea kuwekea blacklist, kitu ambacho wenda watu wengine walisema kwamba walotangulia kuwa hawatawagombea tena. Wengine wanasema wa komedia, safari hii tutashange class politique, ina maana waweza hapa tunawasogeza tuwapime akili zao. Wewe kama wewe wakipima kutokana na ujasiri wako kwa maongezi na tukizungumza, na raia wataraji utawafanyia nini zaidi ili waseme kweli tumepeleka mwanaume kule? Ndio, ni kweli bwana mhariri. Kwa bunge waliotutangulia kuna wale masuja kweli walitumika, nasi tumewasapoti. Sio wote ambao hawakutumika walitumika kikweli, na ndio sababu nasi tunalomba pale ambapo walioishia na sisi tunapashwa kuendelesha. Ndio tumejua kweli. Mimi mwenyewe kusema hapa kwa jina Migabo Cherubala Pascal, katika territoire ya Fizi kuna masuja wa kibiashara, kuna masuja wa kimulimo, wa wachimba madini, kuna masuja wanafutumika katika vitengo mbalimbali vya serikali, na yale yote mimi mwenyewe ni moja wapo. Lakini inalomba kwanza kila kitu kiboreshwe. Kwa mfano, ukiangalia vema, wakati wa bunge wanasogelea raia, watayajua magumu ya raia. Rais wa nchi alitia muradi ya kufanya maendeleo katika 145 territoire. Tukienda angalia, kuna materitoire zimoja zenye zilihitaji zipate manyumba, lakini kama vile territoire ya Fizi ambapo tunaishi,
Teritwari ya Fizi haikuhitaji muradi ya nyumba, kwa sababu ukienda angalia wewe mwenyewe, tunapatikana katika vile ya Baraka. Waliotutangulia wangelitia lalamiko zaidi kama vile raia inavyotaka. Raia ya Fizi wanahitaji moto ya umeme, nao mwenyewe ni shahidi. Katika vile ya Baraka hapa nilizungumza na kijana moja anafanya charge telefone, anafanya kuuzisha hii maji ya baridi. Mimi aliniambia analipa 12000 francs par jour. Analipa ile moto ya kigrupe yenye anakopesha, analipa 12000 francs par jour. Ingelikuwa wabunge wetu walisogelea raia sana, wangililomba hii muradi ya rais ya kuintervenir mu 145 territoire ngambo ya Fizi, wangililomba kwanza moto wa umeme. Haina mbali tunaona baraje ya Kichula yenye iko no exploite. Tunaona baraje ya Makola no exploite. Hata baraje ya Bendera nayo inapatikana Sud Kivu mu village Nyange groupement Babungwe Sud mu secteur ya Nganji, na kungali zile malinye wanatushuhudia pale, linye za Sud Kivu ziko no exploite. Ile iko moja wapo. Mara tena ingelikuwa wabunge wetu mara tena walisogelea raia zaidi, wangilionyesha kwamba teritwari ya Fizi raia wanahitaji mahospitali. Mahospitali zinapaswa jengwa kwenye ukiangalia kuna mafasi zimoja wa mama wa mimba wangali wanatembea kwenye dugudugu, japo ni mjamzito, kuona urefu wa njia. Mfano mtu mwanatoka Nyange kwenda kwa hospitali Lulimbu, c'est plus de 60 à 65 km. Kama pale hakuna ambulance, hospitali yenyewe iko pale nayo haina. Muji sa vile Misisi vile unaona zile maanglomeration, batu biko ba mingi. Ukienda Kananda, ukienda Mukela, ukienda Sebele, Kazimia, Baraka yenyewe, Mboko, unaona kama raia wanahitaji mahospitali. Pia katika teritwari ya Fizi mulimo kabisa, watu wanapenda mulimo. Ni sababu nilitembelea mwingine ya Kalongwe, naona wamama walimaji wako pale, wababa wanalima mbegu, nazo za mpya zinapaswa kuonekana. Kunaweza kuonekana distribution ya semence, inaombwa wakaaji wa Fizi wayapewe. Sawa, na kusikia vizuri. Mimi najua katika hali ya kuzungumza, ndugu mbunge mgombea, unazidi kutajataja baadhi ya vitu, lakini haujafafanua kusema mimi kama mimi nikichaguliwa nitafanya nini. Ukizungumzia tuna mashujaa wafanyabiashara wakubwa, ule mfanyabiashara anaingiza pesa kwa maslahi yake mwenyewe, sio maslahi ya raia. Kuna yule ambaye anafanya kazi kwenye majimbo ya dhahabu, huenda anatengeneza hivyo, anatoa malengo za oro kwa faida yake mwenyewe. Kuna yule ambaye anaelima, huenda ni kwa maslahi yake mwenyewe. Sasa nikiwasema kuhusu habari za support, uzungumzia kuhusu umeme. Umeme ndio haupo, kicho kusema mimi kama mimi nikichaguliwa naweza nikafanya hiki na kile ili umeme utapakae, ule usumbufu wa malipo ushuke. Naweza kulikuwa na mradi ya kilimo na ulima, naweza nikatoa trekta ili iwasaidie kuwarahisishia kulima na mazao, wapate mazao makubwa zaidi. Mimi kama mimi nitawezesha kuweka support kwa hospitali kutoka jinsi tunavyojidi kutataja. Sasa mimi sijasikia kuhusu kitu fulani ambacho kinazungumzia kuhusu swala. Huenda leo ungetaka kujua ni kipi zaidi ambacho utawafanyia ili uone kama kweli uko shujaa ambaye utakuja kuwa mwaminifu kesho na kufaidi raia wa tarafa la Fizi. Ndiyo mwariri, unaona kitu ambayo iliyonyima wabunge waliotutangulia sifa, wao walipana ahadi ambazo hawatatimiza. Mbunge sio kusema iko decider atafanya hiki, hapana. Kazi ya mbunge ni kufikisha malalamiko ya raia kwenye ngazi husika. Sawa, malalamiko ya raia nitafikisha, tuende kwa mfano nitafikisha malalamiko fulani ili kitu fulani kitekelezwe. Ndio zungumze. Kwa mfano tulianzia kwanza kwenye barabara. Cha pili, mimi mwenyewe natoka mu secteur privé, ni mfanya biashara. Ukienda angalia namna gani raia wafanyabiashara wa Fizi wanalipa tax
wanalipa taxe donc 80. Inabidi kuonekane mara tena wabunge wenye watalomba serikali ile contrepartie. Watoto wa Fizi wanalipa tax na wanaona nao viongozi wa nchi wanafanya miradi fulani fulani katika teritware ya Fizi. Kuna fasi moja unaweza fika kwa leo mu teritware ya Fizi, watoto wanasoma vibaya. Watoto wanakuwa na viti nyumbani kusudi waende kwa masomo. Masomo na zingine ziko kabisa karibu kuanguka, na zingine masomo ni za nyasi. Japo teritware ya Fizi ni teritware tajiri sana. Tunajua sekta miniere ya Fizi. Sasa vile tuseme Misisi ni madini, Mukela ni madini, Lubichako ni madini, Nyange ni madini. Yale yote ndugu mpenzi, inaonekana Fizi ni serikali na raia wanalipa tax kama vile sheria inayasema, mulwa ya citoyenneté, kulipa ushuru na kulipa tax. Lakini haya yote tunapaswa kulomba leta naye angalie namna gani watoto wa Fizi wanaweza faidika kupitia hii mali yao, na hii mali yao iko wazi kwa sababu inaonekana mulipaji ya tax. Sawa sawa. Ndugu mtazamaji, wazidi kumsikiliza anapozungumza ndugu yetu mheshimiwa mgombea ambao alimfuata kwa jina hapo mwanzo. Huenda nilikuwa na swali ya kumalizia, ni miradi ipi unategemea wewe kuifungua ndani ya tarafa la Fizi ili kufukuza uladui maskini? Miradi ambayo tunasema, kitu kia kwanza, sisi katika chama ya kisiasa POSEM tunaitwa muungano ya wakaaji. Tunaitwa wazalendo, tunaitwa wa paysan. Paysan ni mtu mwenye kuishi kwenye udongo. Ineziomba mara tena kama wa raia ya Fizi wanaweza nipatia ile confiance kama vile mbunge, tunaweza boresha kwanza kitu kinaitwa mulimo, kwa sababu mulimo ikiwa inaboreshwa raia naye analima na anavuna. Cha pili mara tena tunapashwa kuangalia namna gani ya kuzungumuza, ya kufundisha raia wapate kusapoti walimaji. Walimaki, kuna mtu analima kwa sababu hakuna barabara, kile alikokivuna kinaharibika. Lakini ukiangalia kwa leo, juu ya nini Bralima inatengeneza pombe wakati wote? Bralima kwa saizi anaweza tosha hata 10 kontinela ya pombe, le meme jour iko consommer, mara tena asubuhi tena anatengeneza ingine pombe. Kama mtu anavuna mihogo banamuuzia, atalima tena kesho. Kwa leo unaenda kuta mtu alilima mihogo sana, leta sombe kuiuzisha, batu hawajali sombe. Mtu alivuna tuseme ndizi, sana ndizi zinakuya, batu hawazijali. Lakini kama tunaambia watu tuangalie namna gani ya kufasilite walimaji wakatuletea vitu tubinunue. Kuna mtu anakatala hata kula tena bunga ya muhogo mpaka masemule. Semule ndio nayo ni bunga, lakini kuna vile vyenyewe viko produit localement na vyenyewe viko dawa kwa ajili ya afya zetu. Ni kitu kwamba inabidi kwanza tumsapoti kwanza mulimaji. Anaweza pewa naye vyombo vya milimo kama vile jembe, mupanga. Walimaji nao wanaweza boreshwa hata kabisa makambi zao kule kwa wanalima, na zaidi kuwafanyia maassociation. Wakati walimaji biko katika maassociation inasaidia pour que bavune ya zaidi. Sasa neno la mwisho ndugu mheshimiwa mbunge, mbele ya kamera, unaweza ukaambia nini raia wa tarafa la Fizi kutokana na muda tumetumia hapa kwa ajili ya kuja 1 2 3, walijua malengo yako, nia na mazumuni yako, na umekubali kugombea ili mradi usaidie raia wa tarafa la Fizi. Kipi unaweza kuambia wanaotusikiza muda kama na huu, wafikirie nini na wategemee nini na ombi lako nini kwao zaidi? Ndio kwamba ndugu mwariri, kiendezi ambia raia wa Fizi, tunajua uchaguzi inakaribia, na kuna wabunge wengine walizo na hizo hali za kudanganya raia. Kisha kudanganya raia, wanawapa ile muhula muda wa miaka 5. Kuna wale wanazileta mavitambala, kuna wale wanazileta manguo tunaziita kwa leo zilipendwa, ndio hatukatale, lakini kitu kia maana
tuangalie hii voix tutaipatia nani, tutaipatia atatufanyia nini. Ndio siku hapa kusema na msapoti mtu fulani, lakini naambia raia wa Fizi uwajikaze. Kama uchaguzi inafikia, wachague viongozi ambao wanaofaa, na mfano kama mimi Migabo Cherubala Pascal. Ndugu mtazamaji, umemsikiliza ndugu Migabo Cherubala Pascal anayezungumzia mengi zaidi mbele ya kamera ama mbele ya kipindi chetu cha ubunge na ugombea. Uko nami Emeka Sompenda Cheko na watu chagola wengi, nyuma kamera Alphonse Kibenge. Chao.